Umoja wa Falme za Kiarabu ulifanya mashambulizi ya asili dhidi ya Iran wakati wa vita. Ilishambulia kiwanda cha kusafisha mafuta, na kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya Mashariki ya Kati vimeeleza kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu walifanya mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran na kuwa nchi pekee nyingine iliyoungana na Marekani na Israel katika vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kulingana na ripoti iliyochapishwa Jumatatu. Mashambulizi hayo ambayo Umoja wa Falme za Kiarabu haijawahi kuyatangaza hadharani yalijumuisha shambulio dhidi ya kiwanda cha kusafisha mafuta kwenye kisiwa cha Lavan kilichopo katika Ghuba ya Uajemi. Gazeti la Wall Street Journal liliripoti likinukuu vyanzo vinavyofahamu swala hilo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, shambulio hilo lilifanyika mapema mwezi Aprili karibu na wakati wa Rais wa Marekani Donald Trump alipotangaza kusitishwa kwa mapigano, ingawa haikueleza wazi kama lilifanyika kabla au baada ya tangazo hilo. Iran ilikiri wakati huo kuwa eneo hilo lilishambuliwa na adui ambaye hakutajwa jina, na kisha ikajibu kwa kurusha makombora na ndege zisizo na rubani kuelekea Umoja wa Falme za Kiarabu na Kuwait. Gazeti hilo liliongeza, shambulio la kisiwa cha Lavan ni tukio pekee maalum lililotajwa katika ripoti hiyo linaloonyesha ushirika wa Umoja wa Falme za Kiarabu katika vita hiyo. Mmoja ya vyanzo vilivyozungumza na gazeti hilo vilisema kuwa Washington ilipokea kwa mtazamo chanya ushirika wa Abu Dhabi katika vita hivyo, hasa baada ya nchi nyingine za Ghuba kukataa kushiriki moja kwa moja katika mapigano. Wizara ya mambo ya nje ya Falme za Kiarabu ilikataa kutoa maoni kwa gazeti hilo kuhusu madai hayo ya mashambulizi. Pentagon nayo ilikataa kutoa maoni. Mwezi Machi, vyombo kadhaa vya habari vya Kiebrania vilichapisha taarifa karibu kwa wakati mmoja zikidai kuwa Umoja wa Falme za Kiarabu ilishambulia kituo cha kusafisha maji ya baharini nchini Irani kama jibu kwa mashambulizi ya Tehran katika eneo la Ghuba. Taarifa hizo zilisababisha hasira kwa maafisa wa Umoja wa Falme za Kiarabu waliodai kuwa zilikuwa habari za uongo. Wakati wa vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Tehran, Iran ilifanya mashambulizi makubwa dhidi ya Umoja wa Falme za Kiarabu, ikirusha takriban makombora ya balistiki na cruise 550 pamoja na zaidi ya ndege zisizo na rubani 2200 kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Falme za Kiarabu, na kuifanya Falme za Kiarabu kwa nchi iliyolengwa zaidi katika eneo hilo hata zaidi ya Israeli. Umoja wa Falme za Kiarabu iliripoti kuwa mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na Iran yameanza tena katika wiki iliyopita ndani ya maeneo yake, huku Tehran ikionekana kuongeza mashambulizi licha ya kuwepo kwa makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano. Iran ambayo ilikuwa imeapa kushambulia vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo hilo, ililenga pia mataifa mbalimbali ya Ghuba kwa mashambulizi ya makombora wakati wa vita. Pia ilifunga mlango Bab el-Hormuz, njia muhimu kwa usafirishaji wa mafuta na gesi asilia. Ingawa makombora mengi yaliyolenga Umoja wa Falme za Kiarabu yalizuiwa, baadhi yalifanikiwa kupiga malengo ya kijeshi na ya kiraia katika Falme za Kiarabu. Israeli ilianzisha operesheni yake dhidi ya Irani kwa kushirikiana na Marekani kwa lengo la kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa Irani, kupunguza vitisho vinavyotokana na programu zake za nyuklia na makombora ya balistiki, na kuunda mazingira ya wananchi wa Irani kuiondoa madarakani serikali yao, kwa mujibu wa viongozi wa kijeshi wa Israel. Makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotangazwa na Trump mwezi Aprili yalikuja huku malengo makuu ya vita hivyo yakiwa bado hayajatimizwa.